أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وبعد، أعزائنا المشاهدين الكرام السيدي والسادة في كل أنحاء العالم، وفي قارتنا الحبيبة القارة السمراء، القارة الإفريقية، وفي بلدنا الحبيبة جزيرة الأمن والسلام في إفريقيا وفي العالم أجمع، وهي جمهورية تنزانيا المتحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السياسية والدبلوماسية العالمية. Kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa chaneli yetu hii ya Dr. Harun Sha'rawi TV, kutoka katika kila pande ya dunia, lakini pia kutoka katika bara letu hili la Afrika, bara leusi, lakini pia kutoka katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kisiwa cha amani, kisiwa cha usalama. Kama ilivyo ada, tunaendelea katika hali ya kuchambua masuala mbalimbali ya kidiplomasia na masuala mbalimbali yanayohusu mambo ya siasa ulimwenguni, tukiwa bado tunaangazia juu ya vuguvugu na joto la vita ambalo linapamba siku baada ya siku katika ulimwengu wa Mashariki ya Kati, natija ya kutaka kuvamia jeshi la Marekani, kutaka kuivamia nchi ya Iran, lakini pia kwa kushirikiana na mshirika wake Israel dhidi ya taifa la Iran, kutaka kuporomosha dola ya Ayatollahi al-Khomeini, ima kukubaliana na utashi wa masharti yao ambayo wanayoyataka, ikiwemo kupunguza au kukabidhi uranium ambayo inayotakiwa kwenda kutengeneza bomu la nyuklia. Lakini wakati huo huo tumepata taarifa ya kushtukiza kutoka katika serikali ya Jamhuriyatu al-Misr al-Arabia, Jamhuri ya Misri, kwa kutangaza juu ya vita na kuiunga mkono serikali ya Sudan. Lakini wakati huo huo, miongoni mwa mambo makubwa ambayo leo tutakwenda kuyaangalia kwa mujibu wa comment za watazamaji, lakini pia kwa wale ambao waliokuwa wakituma SMS kuangalia ni kwa nini, yani walitaka kufahamu kwamba ni kwa nini taifa la Israel limeweza kuitambua nchi ya Somaliland kuwa ni nchi tofauti na nchi ambazo ziko jirani yake, ambazo mpaka sasa bado hazijaweza kutambua taifa hilo kwamba ni miongoni mwa mataifa ambayo yanayopaswa kujitegemea. Lakini kwa nini Israel amekwenda kuitambua Somaliland? Lengo lake ni nini? Na ipi mitazamo ya nchi za Kiarabu, lakini pia ipi mitazamo ya nchi za bara la Ulaya kwa kushirikiana na Marekani juu ya utambuzi huo? Lakini ni upi mtazamo wa nchi za bara la Afrika? Lakini pia ni upi mtazamo kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati kuhusu tukio zima la utambuzi? Hii ndio habari ambayo tutakwenda kuichambua kwa siasa, kuichambua ili watu waweze kufahamu kile ambacho kinachojiri nyuma ya pazia na sababu na malengo, shabaha ya dola ya Israel kwenda kuitambua nchi hii. Ndugu zangu, kwanza lazima ikumbukwe kwamba tunapozungumzia nchi ya Somaliland, tunazungumzia eneo ambalo lililomegwa kutoka katika nchi ya Somalia. Nchi ya Somaliland ni eneo ambalo lililoamua kujitenga kutoka katika nchi ya Somalia,
na nchi ya Somalia ni miongoni mwa nchi ambazo zinazotambulika kuwa ni moja kati ya nchi za zinazounda umoja wa nchi za Waarabu. Lakini wakati huo huo, Somalia ni moja kati ya nchi ambayo inayopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Sasa kwa nini Israel ameweza kuitambua Somaliland? Kwa sababu kwanza, Somaliland ndiyo nchi pekee katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambazo zinazoshikilia ukanda mkubwa wa Karnel Afriki. Yaani tunaposema pembe ya Afrika, ni lango kuu ambalo kwalo unaingia kuja kukutana na Babu al-Mandeb, ambapo nchi ya Somaliland ndiyo ambayo inayomiliki zaidi pwani kubwa katika upande wa Babu al-Mandeb. Nchi ya Somaliland upande wake wa magharibi inakutana na nchi ya Kenya, lakini pia upande wake wa kaskazini inakutana na nchi ya Ethiopia. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba kama upande wa kaskazini inakutana na nchi ya Ethiopia, maana yake ni kwamba upande huu wa mashariki ndipo inapokwenda kupakana na nchi ya Yemen, na ukanda huu wa nchi ya Yemen ndipo yanapopatikana majeshi ya Wahuthi katika nchi ya Yemen, ambayo sasa majeshi haya ndiyo ambayo yamekuwa yakimwapia huyu ambaye ni yamekuwa yakimwapia Muisrael kwa sababu ya kutaka kumsambaratisha iwapo kama ataweza kuishambulia nchi ya Irani. Lakini wakati huo yamekuwa yakimsumbua kwa kushambulia meli za nchi za magharibi ambazo zinazopita kwa ajili ya kupeleka misaada ya kijeshi au misaada ya mafuta katika nchi ya Israel. Kwa hiyo kutambua kwa Israel kuitambua Somaliland, maana yake analenga ni nini? Anacholenga ni kuhakikisha kwamba anaimarisha sekta ya kambi za jeshi ndani ya ardhi ya Somaliland, ili sasa iwe ni rahisi kufanya mashambulizi kwa hawa Wahuthi ambao wapo katika pwani ya Yemen, ambao yeye sasa wenyewe wako juu na Israel anakuwa yuko chini. Kwa hiyo miongoni mwa mikakati mikubwa wanasema the long strategic ya Israel, utulivu wa Israel unapatikana iwapo tu pia atakuwa ni sehemu ya mtawala akuweza kumiliki hii Babu al-Mandeb, ambayo ndiyo lango la kuingia katika ukanda wa Bahari Nyekundu, kwamba hakuna meli yoyote ambayo inayoweza kutoka huku ili ingie katika Bahari Nyekundu, lazima ipitie katika hii pwani, mfereji wa Babu al-Mandeb. Na hapa ndipo pamekuwa kuna utekaji mkubwa sana wa meli ambao uliokuwa unatokana na majeshi au wapiganaji wa makundi ya waasi wa Al-Shabaab. Kwa hiyo moja kati ya strategy kubwa ambazo anazotaka kutumia Muisrael ni kuhakikisha kwamba anatengeneza kambi ya jeshi ndani ya taifa la Somaliland, ili iwe ni rahisi kufanya mashambulizi katika mji wa Yemen kwa kuwashambulia Wahuthi. Lakini pia imekuwa ni sehemu ya strategic yake kuhakikisha kwamba anawekeza nguvu kubwa katika upande wa Ethiopia ili ije kuwa ni rahisi kumshambulia Misri, kwa sababu lengo la Israel pale walipo ni kuhakikisha kwamba wanakuja kutawala nchi zote hizi ambazo ni nchi za kuanzia Minal Furati ila Nil. Unapozungumzia Minal Furati ila Nil, maana yake unazungumzia Iraqi, unakuja unazungumzia Lebanon, lakini pia unakuja unazungumzia Syria. Lakini pia unapozungumzia Minan Nil, maana yake ila Nil, maana yake unazungumzia Misri, unazungumzia Sudani, lakini pia unazungumzia Ethiopia, na baadaye unakuja unazungumzia Somaliland ambapo yeye amekwisha tangaza kuitambua, lakini pia unakuja unazungumzia
Somalia yenyewe, lakini pia unakuja unazungumzia Kenya. Lakini pia ukishatoka Kenya unazungumzia Uganda, ukishatoka Uganda unakuja unazungumzia Tanzania. Ndiyo targeti ya kuweza kutanua dola yake. Sasa jambo ambalo linalofanyika ni nini? Kwa kupitia Ethiopia wameweza kutengenezwa waasi katika nchi ya Sudani ili waweze kuporomosha utawala wa Sudani, na hatimaye sasa waweze kuwa ni supported na nani? Waweze kuwa ni supported na Israel. Jambo ambalo Masri amekwisha shtuka. Ndiyo maana jana ametangaza kauli rasmi ya kuunga mkono serikali iliyopo madarakani ya Sudani, lakini pia sio hivyo tu, bali na kupeleka nguvu za kijeshi kwa ajili ya kupambana na waasi ambao wanakusudia kuporomoa utawala wa Sudani. Sasa hii inaleta taswira gani? Inaleta taswira baada ya tangazo hili la Netanyahu kusema kwamba wanaitambua Somaliland, imezua chuki na ghadhabu kutoka kwa Waarabu katika mataifa ya Kiarabu, ambayo mataifa hayo ya Kiarabu umumatan yako zaidi ya mataifa takribani 15. Kwa maana unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia Qatar, unazungumzia Bahrain, lakini pia unazungumzia Jordan, lakini pia unazungumzia Kuwait, unazungumzia Oman, unazungumzia Yemen, unazungumzia Eritrea, unazungumzia Gambia, Zambia, unazungumzia Gambia, unazungumzia Nigeria, unazungumzia Niger na mataifa mengine. Lakini yako mataifa matatu, katika haya mataifa yote yako mataifa matatu peke yake ambayo ndiyo yamejitokeza kama sehemu ya nchi za umoja wa nchi za falme za Kiarabu, ambayo wamejitokeza kupinga hiki ambacho Israel chini ya Benjamin Netanyahu wamekifanya cha kuitambua dola hii ya Somaliland. Nani ambao wamejitokeza? Amejitokeza Masri, lakini pia amejitokeza Uturuki, lakini pia amejitokeza Saudi Arabia. Haya mataifa matatu yamesema haiwezekani taifa hili kuweza kutambulika na wewe Israel. Sasa nini kinachofanyika? Ni kwamba Uturuki amepitisha wazi kwamba atatuma jeshi pamoja na ndege za kivita kwenda katika nchi ya Somalia kama moja ya nchi ambazo zinazounda umoja wa nchi za Kiarabu. Kwa hiyo Uturuki ameahidi kwamba atatuma jeshi katika nchi ya Somalia kama sehemu ya washirika wao, kama sehemu ya wajumbe wao ndani ya umoja huu wa nchi za Kiarabu, lakini pia nchi zinazounda umoja wa nchi za Kiislamu. Halikadhalika Masri na yeye amesema kwamba atatuma jeshi kwa ajili ya kulinda nchi ya Somalia. Hii yote inatokana na nini? Inatokana na maslahi makubwa ya nchi hizi ambayo yapo katika nchi za Somalia, lakini pia yapo katika nchi za Uganda, yapo katika nchi ya Somaliland yenyewe, yako katika nchi ya Ethiopia. Lakini pia hii kistrategic katika upande wa Masri ni pamoja na kujiwekea usalama na kujihakikishia usalama na yale mataifa kinzani ambayo ni mataifa kwa upande mmoja au upande mwingine yamekuwa supported sana na taifa la Israel. Maana yake ni kwamba Israel anazunguka sasa kutaka kumdhuru Masri kwa kupitia Somaliland, lakini pia kwa kupitia Ethiopia, na alikuwa analenga light kama utawala wa Sudan ungelidondoka, basi maana yake ilikuwa ni rahisi zaidi kuweza kumuathiri Masri kupitia mkondo wa Sudani. Lakini sasa siasa namna ambavyo ilivyo, watu wanajuana. Ndio maana tunasema kwamba nchi zetu lazima zipate viongozi wanaojua falsafa ya nchi ni nini. Sio viongozi tu ambao wanaotengenezwa kwa ajili ya maslahi ya watu binafsi au kwa ajili ya makundi binafsi. Ndio maana leo unaona sasa tunapata vijana wengi ambao wanaweza kushawishiwa na mataifa mengine kwa sababu tu ya vichwa vyao havijui falsafa ya nchi
nini inachotaka, falsafa ya nchi inaishije na nchi jirani, falsafa ya nchi kwamba taifa letu hili lina maadui wangapi ambao wanaotuchekea, lakini nyuma ya pazia ni moja kati ya maadui wanaoweza kutuathiri muda wowote. Falsafa ya nchi ni pamoja na kujua mipaka ya nchi ikoje na tunailindaje. Ni pamoja na kutengeneza uzalendo wa kujua kwamba hawa wanaweza wakatudhuru kwa njia moja au njia nyingine. Falsafa ya nchi ni moja kati ya vitu vinavyosaidia kulilinda taifa kwa sababu ya kupandikiza uzalendo, kulilinda taifa kimkakati, kulilinda taifa kwa ajili ya kuja kutimiza malengo ya taifa hilo kwa maslahi mapana ya watu wanaokuja baadaye. Sasa hii pia inatupa somo sisi kwamba unaweza ukaona kwamba ni sehemu ya watu kama vile wanapenda migogoro kwa kuingilia mataifa mengine. Wanapenda migogoro kwa sababu hawataki kuachia mataifa mengine yajiendeshe yenyewe. Lakini hii inatokana na kujua falsafa ya nchi, lakini pia sanjari na majirani, ni nani ambaye ni jirani mwema, lakini pia ni nani ambaye ni jirani mbaya, lakini kujua ile mikakati yake anayoifanya dhidi ya taifa lenu. Ikumbuke kwamba ziko vita nyingi sana ambazo zimepiganwa huko nyuma baina ya Misri pamoja na Israeli. Mwaka 1956 imepiganwa vita hiyo, lakini pia baada ya kumalizika vita kuu ya pili ya dunia ya mwaka 1948. Lakini mwaka 63 pia imepiganwa vita, lakini pia ikapiganwa vita nyingine ya mwaka 1973 ambapo Misri alifanikiwa kuchukua eneo lake la Sinai kutoka katika mikono ya Israeli na wakawekeana itifaqiyatu salama, mkataba wa usalama na amani. Miongoni mwa mikataba hiyo ni pamoja na kutozalisha silaha kubwa zaidi, kwamba ile mamlaka inakuwa ni kubwa kiasi kwamba unalazimishwa wewe kama taifa usizalishe silaha zaidi. Lakini Misri amekwishaona kwamba mwenzake huyu anamshawishi asitengeneze silaha kubwa na asitengeneze jeshi lenye nguvu, ila hali yeye anatengeneza jeshi lenye nguvu, ila hali yeye anavumbua silaha kila siku, jambo ambalo sasa limemfanya Misri akae chini na aumeze kichwa na kugundua kwamba usalama pekee wa nchi yake na mipaka yake ni lazima awe na silaha zinazokwenda na wakati na zilizotengenezwa katika ubora wa kiwango. Ndio maana akazindua ndege juzi hapo inaitwa Shabaha 55, ndege kubwa ya kisasa. Ni droni ambayo ina uwezo mkubwa zaidi kulinganisha na droni za Irani kwa sasa. Lakini pia amezindua kombora Al-Hafidh, linaloitwa Al-Hafidh, kombora ambalo lina uwezo wa kusafiri takriban kilomita 2000. Na hii yote maana yake ukiwa Cairo ukapiga, una uwezo wa kupiga Tel Aviv. Ukiwa Sinai una uwezo wa kuipiga Tel Aviv moja kwa moja bila masharti yoyote na bila kikwazo cha aina yote. Jambo ambalo sasa limesababisha Benjamin Netanyahu afanye kikao cha usiku kwa ajili ya na cha siri kwa ajili ya kuja kuliziwia jeshi la Misri lisiweze kutengeneza silaha nyingine, kwamba hakuna option nyingine ya kuweza kuwaziwia isipokuwa ni kukaa nao mezani na kuwafanya kwamba wao kuwadhoofisha ili wasiweze kutengeneza silaha za namna hiyo, kwa sababu hakuna jeshi ambalo Muisraeli analiogopa kama jeshi la Misri, kutokana na nguvu kubwa ya rasilimali watu, lakini pia kutokana na uwezo ambao unaotengeneza historia ya Misri kupambana na Muisraeli na kumnyang'anya mfereji wa Suez ambao alikuwa amechukua kwa kipindi hiko mwaka 1973. Sasa ndugu zangu, tunapozungumzia haya mambo, maana yake ni kutaka kufumbua fikra zetu, si kwa niaba ya kumtenza nguvu mtu au kumlazimisha mtu afahamu kile ambacho wewe unachokiona kwa sasa, isipokuwa ni kutaka kuzivumbua fikra zetu, kutaka kuzinduka ili tuweze kujua ni majukumu gani sisi kama taifa tunatakiwa tuyafanye kwa ajili ya kuja
kuweka ulinzi tosha, lakini pia kuwaziwia wale ambao ni maadui zetu, ambao kwa kiasi kikubwa wao wana mipango ya muda mrefu sana, mipango mikubwa ambayo iko nyuma ya mgongo na tukawa bado hatujui. Lakini pia kuwazindua vijana kutoshawishiwa hovyo kwa ajili ya kuja kuichoma nchi yako, wakati wenzetu wanapigana na nchi zingine kwa sababu ya kutetea nchi zingine ambazo ziko jirani, kwa sababu nchi zile zikipata amani, maana yake na nyinyi mnakuwa mmepata amani. Lakini cha ajabu ni kwamba leo wanakuja watu wanawashawishi kuchoma nchi, kufanya vurugu na kadhalika, bila kujua kwamba hao ambao leo wanatushawishi ndio hao ambao leo watakaokuja kutugeuka. Mathalan, katika nchi ya Libya mnajua ambayo yaliyotokea, katika nchi ya Iraqi mnajua ambayo yaliyotokea, katika nchi ya Afghanistan wote mnajua yale ambayo yaliyotokea. Sasa kama haujui, basi rejea katika historia uone namna gani watu taifa lilivyokuwa limepasuka, halafu mwisho wa siku wanatokea watu wanaokuja kwa maslahi yenu nyinyi kwa sura ya kawaida, sura ya nje, kumbe ndani wana maslahi mengine ambayo ni tofauti na nyinyi mlivyokuwa mnatarajia. Na haya ndiyo ambayo yanaendelea kujiri katika ardhi ya Kongo na mataifa mengi duniani. Lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunatambua mikakati hii. Kwa hiyo serikali ya Misri pamoja na Sudani ni moja kati ya serikali zinakubaliana kifikra, zinakubaliana kimuundombinu, zinakubaliana katika mikakati ya kijeshi. Lengo na madhumuni ni kuijalia kanda hii ya Mashariki ya Kati, lakini kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kuhakikisha kwamba unakuwa ni upande wenye utulivu, upande wa amani, upande wa usalama fi hadhihi almantika, katika ukanda huu. Kwa hiyo Misri anapaswa atumie nguvu kuhakikisha kwamba utawala uliopo madarakani unaendelea kusalia madarakani, kwa sababu kuporomoka kwa utawala huu maana yake hata yeye atakuwa katika hatari kubwa, ambalo nyuma yake hatari hiyo inasukumwa na Israel kwa lengo la kuja kutaka kumdhoofisha Misri, ili baadaye waweze kuingia kilaini na kuchukua nini, na kuchukua nchi. Na wenzetu wanapopanga mikakati haina maana kwamba ni leo tu kwamba au kesho, hapana. Wanaweza wakaweka mikakati mikubwa kwa zaidi ya miaka 50 au miaka 20, ili siku na siku waanze kwanza kukibadilisha kwanza kile kizazi, lakini mwisho wa siku waweze kupata power ya kuingia baada ya kuwa ninyi mmegawanyika, ninyi hamwezi mkakaa pamoja na wala hamwezi kusaidiana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.